Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na kumbuka kusubscribe. Tume ya maadili ya viongozi wa umma TEC, taasisi iliyoko chini ya ofisi ya Rais, imetangaza kwa nguvu msimamo wa kukomesha ukiukwaji wa maadili miongoni mwa viongozi wa umma nchini Tanzania, ikisisitiza wazi kuwa hakuna kiongozi anayepitwa juu ya sheria au misingi ya uongozi mwema. Katika tangazo rasmi lilotolewa hivi karibuni, TEC ilibainisha kwamba itasimamia uadilifu, uwajibikaji na mwenendo unaokubalika bila ya kuangalia cheo, ushawishi au mamlaka ya mtu yeyote. Msemaji wa tume alisisitiza kuwa cheo cha umma si kinga dhidi ya uwajibikaji wala adhabu wa ukiukwaji wa kanuni za maadili, na kwamba hatua zitachukuliwa pale tu utaratibu wa uchaguzi utakapothibitisha uvunjaji wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma. Matamko haya yanaashiria kuimarishwa kwa kazi ya TEC ndani ya mazingira ya kisiasa ambayo yanakaziwa uwajibikaji na kupambana dhidi ya ufisadi iliyokithiri katika sekta ya umma. TEC ni idara ya serikali yenye mamlaka ya kuchunguza mwenendo wa viongozi wa umma kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma 13 ya mwaka 1995 iliyowekwa chini ya ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Sheria hii inalenga kuhakikisha viongozi wanaishi kwa viwango vya maadili vinavyokubalika kisheria na kitaifa. Sekretariati ya maadili lina jukumu la kupokea taarifa za mali, kuona viashiria vya ukiukwaji wa maadili, kufanya uchunguzi na kutoa elimu juu ya uzingatiaji wa maadili. Kazi ya TEC inajumuisha kupokea malalamiko kutoka wananchi, kufanya uchunguzi masuala yanayohusiana na madai ya ukiukwaji wa kanuni za uongozi na kuchukua hatua mara tu pale ukaguzi au uchunguzi utakapothibitisha kosa. Aidha, ni jukumu la tume kutoa elimu ya wananchi na viongozi juu ya kanuni za uadilifu katika dola ili kupunguza mmonyoko wa maadili. Sheria ya maadili ya viongozi wa umma, Public Leadership Code of Ethics Act, imeweka wazi kwamba TEC na mamlaka ya kusimamia utekelezaji wa kanuni hizo kote nchini, ikiwa ni pamoja na kupokea taarifa za mali na madeni, kuchunguza kielelezo chochote cha ukiukwaji wa maadili na kuchukua hatua zinazofaa, ikiwemo kutoa onyo au kuripoti kesi kwa vyombo vya sheria vinavyohusika. Kamishna wa maadili huteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na walio ndani ya tume wanapaswa kuchukua kiapo cha kuhifadhi siri ya uchunguzi. Tekelezaji thabiti na kanuni hizi imekuwa changamoto kwa kuwa uaminifu wa taasisi za umma umetawaliwa na matamshi ya kisiasa na ushawishi wa mamlaka, na hali iliyofanya TEC kuweka msimamo mkali zaidi hivi karibuni kwamba maadili hayazuiliwi na cheo au msimamo wa kisiasa, bali ni jukumu la msingi la kiongozi wa umma. Katika kauli ya hivi karibuni, TEC imetangaza kwamba itaendelea kuchukua hatua stahiki pale inapobaini ukiukwaji wa maadili, ikiwemo kutoa onyo hadharani, kushirikiana na vyombo vya sheria au kuripoti kesi kwa ajili ya kuchukuliwa hatua za kisheria kulingana na uzito wa kosa. Hatua hizi ni sehemu ya mkakati wa kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za umma, huku kukuza utawala bora nchini. Na katika miaka ya hivi karibuni, viongozi mbalimbali wa serikali wamekuwa wakikumbwa na malalamiko ya ufisadi na uzembe wa kiutendaji, jambo ambalo limekuwa likishinikiza taasisi kama TEC kuchukua nafasi imara katika kusimamia uwajibikaji. Viongozi wa kisiasa na jamii wametoa hisia mseto juu ya kauli ya TEC, na baadhi wanaunga mkono hatua hii kama ya muhimu katika kudumisha nidhamu na uadilifu, wakati wengine wanasema utekelezaji wa teuzi wa vyeo na kuchunguza sio rahisi bila kushirikiana na vyombo vingine vya dola. Kauli ya TEC inakuja wakati ambapo chombo cha serikali kinakazia sana masuala ya uwajibikaji na kupambana na ufisadi. Kwa mfano, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Kikwete, alitaka sekretarieti ya maadili kutumia mbinu za kisiasa za uchunguzi
na kutoa elimu ya uadilifu ili kupunguza mmomonyoko wa maadili nchini. Vilevile, Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba alitoa agizo la kufanya mapitio ya kina katika maeneo yanayoonyesha dalili za ufisadi, hasa katika sekta ya upatikanaji wa huduma na ununuzi wa umma, na kusisitiza umuhimu wa kuinua viwango vya maadili kwa viongozi wa umma. Hii inaonyesha kwamba TEC peke yake inayozigiza kanuni hizi, bali ni serikali kuu imeweka mkazo katika kuimarisha usimamizi wa maadili pamoja na kupambana na ufisadi kwa kiwango cha kitaifa. Licha ya msimamo mkali wa TEC, utekelezaji wa kazi yake umekumbana na changamoto kadhaa. Mmoja ya changamoto ni uhakika utekelezaji bila upendeleo, hasa wakati viongozi wenye ushawishi mkubwa wanauzishwa katika taarifa za ukiukwaji wa maadili. Changamoto nyingine ni uhamishaji wa wananchi ambao mara nyingi hawajui vyema taratibu za kuripoti ukiukwaji wa maadili au jinsi TEC inavyofanya kazi yake. Vilevile, kuna haja ya kuwa na makanisma dhabiti ya kuimarisha ushirikiano kati ya TEC, vyombo vya upelelezi na mahakama ili kuhakikisha kwamba matokeo ya uchunguzi yanaendana na taratibu za kisheria bila upendeleo. Matamshi ya Waziri Kikwete na maagizo ya Waziri Mkuu yanatoa mwanga juu ya shinikizo la serikali kwa taasisi hizi kufanya kazi kwa ushirikiano ili kuondoa mianya ya ufisadi na utoro wa maadili. Jukumu la TEC ni muhimu kwa sababu linalenga kulinda maslahi ya taifa kwa kuhakikisha viongozi wanawajibika mbele ya wananchi na sheria. Utawala bora na uwajibikaji wa viongozi si huongeza imani ya wananchi katika taasisi za umma, bali pia huchangia mazingira ya kibiashara na maendeleo ya kiuchumi. Uchunguzi wa uadilifu na uwajibikaji wa viongozi unaongeza uwazi katika matumizi ya rasilimali za umma, hutia shime mfuko wa kuzuia ufisadi na kuongeza heshima ya nchi kimataifa. Kwa muda mrefu, ukosefu wa uwajibikaji umeonyesha kuumiza sekta mbalimbali za umma ikijumuisha huduma za jamii, upatikanaji wa huduma za afya na elimu. Kwa kuwa TEC imeweka wazi kuwa haitayumbishwa na cheo, ushawishi wala mamlaka ya mtu yoyote, ujumbe uliotolewa hautakuwa na kauli ya msukumo, bali ni onyo kwa viongozi wote. Maadili ni msingi wa uongozi wa umma na hakuna aliye juu ya sheria. Matamko ya hatua zinazofuata kwa tume hii zinaonekana kutegemea jinsi taasisi ya maadili, vyombo vya upelelezi na mahakama zitakavyoshirikiana kuhakikisha kuwa uwajibikaji wa viongozi unazingatiwa kwa undani na ufanisi. Kwa Watanzania, kufuatilia utekelezaji wa sera hizi kunabaki kuwa njia ya kulinda demokrasia, kukuza utu na kuhakikisha kwamba mali ya umma inatunzwa kwa manufaa ya wote. Ndio hayo tuliyokuandalia siku ya leo kutoka hapa TanzaPulse, na tafadhali, ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tunakuomba na kukusihi uweze kusubscribe.